amepata paka na tuzo. Ndio walikuwa wanatoka hapa kwetu wanaongoza hiyo kamati. Leo hii tunaonekana kwamba tunataka kusema kwamba wasituingilie. Wasuingilie katika nini? Katika masuala yako ya kiuchumi? Katika masuala yako ya kitamaduni? Wanasema hapana, katika masuala yangu jinsi gani ninashughulika na wapinzani. Jinsi gani haki za binadamu zinavyotekelezwa. Napenda kuiambia serikali, napenda kumwambia rais kwamba kama sehemu ya Umoja wa Mataifa, kama sehemu ya Umoja wa Afrika, kama sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania na serikali yako inabanwa na inatakiwa itekeleze haki za binadamu. Tuliposaini makubaliano ya kuingia Jumuiya ya Afrika Mashariki, tulikubaliana kwamba ule mwaka wa 99 tulikubaliana kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki ile ya kwanza iliyovunjika mwaka 77 ilikuwa imevunjika kutokana na nini? Kutokana na ule ushirikiano wa ule jumuiya kuwa inaendana na matakwa ya viongozi. Haikuwa inaendana na matakwa ya watu. Agano la unaoanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki ile mwaka 99 linataka wananchi jumuiya hii sasa iendeshwe na nini? Na kukuza ushirikiano wa wananchi. Wakiwa mtu wa mtu, lakini vile vile kiuchumi, kijamii na kitamaduni. Sasa kama jumuiya hii tukasema vile vile tutakuwa nchi ambazo zinaheshimu misingi ya demokrasia, misingi ya haki za, tutakuwa tunaheshimu haki za binadamu, tutakuwa ni watu ambao ni nini? Ni wazi. Angalia ibara ya 5 ya katiba inavyosema. Angalia ibara ya 6 ya katiba ya agano la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tunatakiwa tuendelee kwa namna hiyo. Na tunasema vile vile kwamba tutaheshimu agano la haki za binadamu, la haki za watu na binadamu la Afrika. Na vile vile tamko la haki za binadamu la ulimwengu la ule mwaka ule 48. Tutaheshimu matamko yote ya haki za binadamu. Sasa tunaposema mwisho wa siku kwamba wasituingilie, si sawa sawa. Tuliweza kuingilia kama ilikuwa sisi ni halali kuingilia makaburu yalivyokuwa kienenda. Kama sisi ilikuwa ni halali kuingilia jinsi ambavyo Idi Amin alikuwa akifanya Uganda, jinsi ambavyo Bokassa alikuwa akifanya Afrika ya Kati, jinsi ambavyo Ngwema alikuwa akifanya Equatorial Guinea, jinsi ambavyo hata ukumbuke mwaka 84 tumeziongoza nchi za Kiafrika kusema kwamba jinsi ambavyo Morocco inawatendea watu wa Sahara ya Magharibi si sawa, na kwamba Morocco iondoke katika Umoja wa Afrika. Mwaka 84 Mwalimu Nyerere akiwa mwenyekiti, amekuwa mwenyekiti kwa muda mfupi sana, ndio kwa sababu alikuwa amekataa kwa muda mrefu, lakini ili ilitaka kuvunjika ule mwaka wa 84 ilibidi Mwalimu Nyerere aombwe awe mwenyekiti, asaidie kuweza kupeleka pale. Na nazungumza haya kwa sababu nafikiri wengi katika serikali yetu hawayafahamu. Tumejitahidi umejitahidi mtaka kufanya mkutano wake ule mwaka 82 kufanyia Tripoli. Mara 2 umeshindikana kufanyika. Quorum ilikuwa itimii. Sikiliza nazungumzia akidi. Nchi moja ilikuwa inakosekana. Mwalimu Nyerere amekwenda kumsaidia Gaddafi mkutano ufanyike, ilishindikana. Mara 2. Umoja ukawa uko na hali mbaya. Kwa hiyo Rais Moi ndio rais ambaye amekuwa mwenyekiti wa OAU kwa muda mrefu zaidi. Sababu ilishindikana Gaddafi kufanya mkutano, kabidi Moi aendelee. Sasa ule mwaka 84 Mwalimu Nyerere amesema kwamba lazima tuchukue uamuzi ambao utaweza kuweka nchi kuhakikisha kwamba tunalinda haki za watu wa Sahara Magharibi, na vile vile tuweza kuweka Morocco iheshimu haki za watu wa Sahara Magharibi. Kama ilikuwa ni halali kwetu sisi kuweza kuingilia mambo yale, na kama ambao tulifanya tulikemea ukiukaji wa haki za binadamu Biafra. Wewe unaona kuna ule uwanja pale Biafra pale Kinondoni, na kuna Biafra pale Msoma, kwa sababu nafahamu nilikuwa nakaa maeneo ya Biafra pale Msoma. Ilikuwa ni kwamba ni kutokana na msimamo wa Tanzania fanya nini kupigania haki za binadamu na kulinda hizo hali. Tumeandamana sehemu nyingi, tumesaidia watu wajikomboe. Wa ANC walikuwa hapa, tumeanzisha na redio ile external service, ilikuwa ni kwa ajili ya kufanya nini? Ya kupeleka matangazo katika hizo nchi, kupambana na hiyo ukiukaji wa haki za binadamu na za Afrika wenzetu. Tumepata ukiukaji wa haki za binadamu sehemu mbalimbali. Inakuwaje sasa ni haramu kwa hao wengine
kuja kuangalia namna ambavyo tunaendana. Pale serikali yetu inapokiuka haki za binadamu, jumuiya ya kimataifa inayo haki ya kukemea, kulaani, kukosoa na hata kudai Tanzania ibadilishe mwenendo wake, na hata kudai uwajibikaji kwa wale ambao wanatenda matendo machafu. Na ndio maana kama ukienenda vibaya, ukiwa kama Paulo, usije kucheza na sisi, una mikono michafu, jumuiya ya kimataifa ina haki ya kufanya nini? Ya kukuwekea vikwazo, au hata kuweka kuzuia watu wale ambao ni viongozi ambao wanaonekana ni vinara wa ukiukaji wa haki za binadamu, kuwawekea vizuizi vya kusafiri hati. Ndio chukuma hapa Marekani washamwekea Makonda hiyo izuio. Nadhani wengine ambao wametoka wamefichwa. Lakini na vile vile mataifa mengine wengine huwa wanazuia hata akaunti zao. Kama ilizokea akaunti zao za benki ziko katika hizo nchi zao, huwa wanazizuia. Ni kawaida sana kwa Marekani kufanya hicho kitu. Marekani wao dakika moja ukicheza akaunti yako wanaikausha. Wanakaa nayo. Hiyo fedha watu wanachukua. Sasa sisi kama chama tunasema jumuiya ya kimataifa, watu wa jumuiya ya kimataifa wana haki ya kuja kuangalia mahakama zetu. Na ni haki sio kama tumejitungia tu. Kuna International Commission of Jurists inasema ni haki ya wanasheria wa nchi moja kwenda katika nchi nyingine kuangalia namna gani kesi fulani zinavyoendeshwa. Kuweza kuangalia, je, mahakama hizo zinatenda haki? Mienendo yake inazingatia haki, na kwamba anayeshtakiwa aonewi. Hiyo ni International Commission of Jurists wanasema hivyo. Mpaka hata wana manyo inaongoza. Na sisi wenzetu katika Afrika Mashariki tumesema kwamba tunafuata utawala wa sheria. Na tuna mahakama hata ya Afrika, mahakama ya haki ya Afrika Mashariki. Tuko sehemu moja. Tunachagua majaji kutoka kila sehemu, kutoka katika nchi hizi, wanakaa pale Arusha. Tanzania tumepata bahati ya ajabu kwamba tuna mahakama ya Afrika, makao yake makuu ni Arusha. Tuna mahakama ya Afrika Mashariki, mahakama yake nini? Iko Arusha. Inatakiwa mtu ambaye umepata heshima ya kukaa na vyombo muhimu kama hivi, tabia yako iwe ambayo aitiliwa tamashaka, uwe msafi kama mke wa Kaisari. Lakini wenzetu naona kusarula ni sawa sawa. Wale wanaocheza ule mchezo wa mdundiko na nani sio wanasemaje, wengine wanasema nataka kumwaga radhi, huwa anasema huwa anatoa onyo kwamba naomba mnishike nini, nataka kumwaga radhi. Sasa wenzetu hata kuomba tu washike wasimwage radhi hata wasemi. Matendo yaliyofanyika ndio hayo ambayo kwa kweli yameifedhesha, yameaibisha nchi yetu. Sasa tumesikia kauli ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapo jana. Kama chama tumesikitika sana. Na hatukutegemea kauli kama hiyo ingetoka kwa rais wa nchi yetu. Kwa sababu hili ni taifa ambalo lilijinasibu kwa muda mrefu kwamba ni kinara wa kulinda haki za binadamu, utawala wa sheria, na kwamba linapenda Waafrika waheshimike kwa utu wao, kwa maadili yao, kwa mienendo yao, na kwamba tutaheshimu haki za binadamu. Na sisi kwa mfano ibara ya 14 ambayo rais wetu aliapa vile vile, ni sehemu ya ibara ambazo alisema atazilinda, inasema hivi. Vyema wakati mwingine tusaidie kufundisha watu. Tuliambiwa na serikali hii kwamba raia wa Tanzania wanahitaji elimu ya katiba ya miaka 3 ili wafahamu katiba hiyo. Mpaka leo hiyo serikali hii haijawahi kutuambia hiyo elimu itaanza lini. Lakini kama ambavyo Nyerere alimwambia Idi Amin, alimwambia Gaddafi kwamba amini haaminiki, nadhani serikali ya CCM ya Samia Suluhu Hassan haiaminiki. Sasa ibara ya 14 inasema hivi: kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha yake kwa mujibu wa sheria. Katiba yetu sio tu kwamba inahakikisha ile haki yetu ya kuishi, bali inataka sisi kama jamii, kama wananchi, kulindana uhai wetu. Kwa hiyo utegemee katika serikali ambayo inaagizwa na katiba ya nchi yake kwamba ilinde uhai wa watu,
itaweza kudogoresha uhai wa mtu, kwamba kufa ni kufa tu. Mwananchi mwenzetu ameshikwa kwenye gari, ametekwa, ameuawa, mwili wake umeonekana pale, huwezi ukasema kwamba kufa ni kufa tu. Ni jambo la kusononesha, ni jambo ambalo linafanya sisi wote kama jamii tunataka tukasirike, tuseme haiwezekani katika jina letu. Kama Watanzania hatuwezi kubali kwamba mwenzetu maisha yake yapokwe kiuni kabisa, alafu ionekane kwamba ni sawa kama kuku amechinjwa. Mdude ametekwa, mpaka leo hii mambo yanaonekana kwamba ni sawa tu. Soka ametekwa na wenzake, amepotezwa, tunaona nini ni sawa. Sasa sisi kama taifa, na kama mtu anaheshimu mkataba wa Montevideo wa mahusiano ya kimataifa na ule wa Vienna Convention, huwezi ukataka kwamba nchi yetu iwe kisiwa. Tarehe 20 ya mwezi wa 5 mwaka 2022, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania alikutana na kamati ya Chadema ile ya maridhiano, na katika mkutano huo pale Ikulu alisema kwamba ana jukumu la kuifungua nchi yetu. Ilikuwa imefungwa, milango ya mahusiano ilikuwa imefungwa. Ana jukumu, anafanya kazi ya kuifungua nchi yetu ili iweze kuchangamana na kuingiliana na kuaminika na mataifa mengine. Kwa vitendo hivi na kwa kauli ya jana ni kwamba tunaashiria kufunga milango yetu, kwamba sisi ni haki kukosoa wengine, lakini hatutaki kukosolewa, au ikitokea moto kwa wengine hautuhusu tena. Tunataka kuwa watu ambao ni insular, na kwamba serikali yetu ina kibali cha kufanya yote kile na isikemewe na watu wasiangalie. Lakini napenda kusema Chadema inaposema ni kwamba taifa letu ni taifa ambalo linatakiwa kufuata utawala wa sheria. Katiba inasema hivyo. Serikali yetu, katiba yetu haijasema kwamba serikali haitakiwi kuheshimu haki za binadamu. Na vile ningependa kutoa somo jingine kwa watawala wetu hawa. Naomba wakasome ibara ya 26 ya katiba ya nchi yetu, lakini niwasaidie kuwasomea kwa hivi sasa. Lakini wale ambao wamejinasibu kwamba ni manguli wa sheria wako huko serikalini, waenda wakasome hii. Bahati nzuri hawakuandika hii, kwa hiyo hakuna hata mmoja aliyeko kule serikalini ambaye aliandika hii katiba, sababu mzee Warioba ambaye aliandika katiba kwa sehemu kubwa yuko nje ya serikali. Nasema hivi: kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Katiba yetu nasema maisha ni matakatifu, nchi yetu ni utawala wa sheria, lazima tuifuate. Katika kesi ambayo juzi meizungumza, tulikuwa mahakama ya rufaa, lakini kulikuwa na tamko limenukuu katika kesi ya Shamte ambayo Jaji Barnabas Sabata aliamua ule mwaka wa 86. Alisema lile wazo au dhana ya kufikiri kwamba rais yu juu ya sheria si kweli katika nchi ambayo ni Jamhuri ya Muungano, ambayo ni jamhuri. Ni kweli katika nchi ambazo za kifalme, mfalme yu juu ya sheria, lakini si Tanzania. Kwamba kila mmoja wetu, ibara ya 26, kila mtu, hajasema kila mtu isipokuwa rais, si ndio? Kila mtu isipokuwa serikali, amesema kila mtu. Kwa hiyo utawala wetu, na ndio maana ibara ya 8 inafanya nini? Inawataka wawajibika kwa wananchi. Sisi kama chama cha siasa, kazi yetu ni kukosoa, ni kutaka vile vile kupigania madaraka, lakini tunasema kwamba wale ambao wana madaraka wanawajibika kwa wananchi. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza hapa ni kutekeleza ibara ya 8 ambayo naomba vile vile niisome. Ibara ya 8:1. Jamhuri ya Muungano ya Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki ya jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Sio kwa mujibu wa sheria. Wananchi ndio wanatoa madaraka kwa nini? Kwa serikali. Lengo kuu la serikali itakuwa ni usawa wa wananchi. Haijasema kwamba lengo kuu la serikali ni
nini? Kuangamiza wananchi. Serikali itawajibika kwa wananchi, sio kama wananchi watawajibika kwa serikali. Haya ni maneno sio madogo au mepesi kwamba imeandikwa tu. Ni maneno au ni dira ya namna gani nchi yetu inatakiwa kuwa. Watawala walioko serikalini, viongozi wetu, wafahamu kwamba madaraka hayo wametoka kwa wananchi, lakini wenye madaraka wenyewe ni nani? Ni wananchi. Na ndiyo maana kila baada ya miaka 5 hawa ambao wamekasimia madaraka ya wananchi kwa muda, si ndio? Sehemu ya madaraka, sio yote, ambao wamekasimia sehemu ya madaraka ya wananchi kwa kupitia serikali, utakiwa kurudi na kuomba nini? Kibali cha wananchi kupitia uchaguzi. Sasa ndio maana kwamba uwezo ukasema kwamba wewe serikali ambaye unataka madaraka ujitungie kanuni za kubakia madarakani, unakiuka madaraka ya wananchi. Na tunaposema kama Chadema, kupoka au kusigina madaraka ya wananchi ni uhaini dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Huo ndio uhaini. Na ndio maana sasa Chadema inadai kuwajibika kwa viongozi wetu, si kwa misingi kwamba tunawachukia, hatupendi wawe madarakani, lakini kama ukishinda hatuna nini, hatuna kingine bali kuheshimu nini? Kwa kuwa wamefanya nini? Wamechaguliwa na wananchi. Lakini kama wanaweka mfumo ambao maamuzi ya wananchi hayaheshimiki au hayapatikani, Chadema haiwezi kufumbia macho. Sasa sisi kama chama tunasema kwamba tunataka mfumo ambao tunaheshimu sisi Chadema, ambao ni dira yetu, na kamati kuu itazungumza kwa usahihi kabisa. Sisi ni kwamba tunasema tunataka kuwa na mahusiano mazuri na jumuiya ya kimataifa. Chadema inatambua haki za kuchangamana na mataifa mengineyo, inaheshimu mikataba ya haki za binadamu, inataka ushirikiano mkubwa zaidi. Tunataka yale mataifa ambayo itatuheshimu sisi kwamba tuna haki ya kuwa na uchumi mzuri kabisa, kuboresha maisha yetu na kuweza kufanya Watanzania kuwa ni nini, wenye hali njema. Lakini tungependa zaidi si tu Tanzania iendelee, bali mataifa yote ya Afrika yaendelee. Kama nilivyosema wakati ule uliopita, Mwafrika katu kama hata heshimika eti kwa nchi moja kuwa bora, bali katika umoja wetu kama Afrika tuwe bora, ili heshima, rangi hii ambayo imeonekana kama ni dhalili, iweze kufanya nini? Kupata heshima yake na istahili. Ni watu ambao tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu kwa rasilimali nyingi, lakini kutokana na kuongozwa vibaya. Tena hawa mwaka ule wa 67 ili katika ile azimio la Arusha wanasema ili tuendelee tunahitaji nini? Tunahitaji watu, siasa safi, tunahitaji ardhi, watu, siasa safi na nini? Na uongozi bora. Kwa hiyo msingi mkuu wa kuongoza nchi yetu, si ndio, ambayo ni nini? Msingi mmoja wapo mkuu ni nini? Kuwa na uongozi bora. Wezi ukapata uongozi bora kwa watu ambao wameweka mfumo ambao unasababisha watu waibe kura au wasigire matakwa ya wananchi. Si msingi wetu huo. Tungesema kwa sisi maadili yetu kama Watanzania ni kwamba tunataka tumetambua kwamba ili tuendelee ni lazima tuwe na uongozi bora, na wala sio uongo. Angalia Botswana ilikuwa wapi na ipo wapi? Angalia Malaysia ilikuwa wapi mwaka 82 wakati Mahathir Mohamed anaingia na ipo wapi? Angalia Singapore ilikuwa wapi mwaka ule 66 wakati ilikuwa ni Union anachukua, leo wako wapi? Angalia nchi ambazo zimeheshimu misingi ya demokrasia, zimejua kwamba wananchi, zimekuwa na uongozi bora, zimesimamia misingi ya uongozi bora. Angalia Norway ilikuwa wapi mwaka 69? Norway ambao wanatupatia mapesa mengi sasa hivi. Mwaka 1900 ilikuwa ni nchi maskini kushinda zote Ulaya. Leo ni nambari 1 katika vipimo vile mizania nini ya maendeleo ya watu.